Yuko mwalimu mmoja hivi. Kwa nini amechezea kichapo? Maeneo fulani siwezi kuyataja. Amepigwa kwa sababu tena kapigwa na mwanafunzi wake. Nayo shule ni ya boys. Kisa na mkasa. Huyo mwalimu inasemekana ni kiherehere sana. Yaani yeye yuko kimbele front. Unawajuaga wale walimu wa design hiyo. Sasa si ndo kuna noga mwalimu hawahi kuingia darasani haraka. Mwalimu kusaisha. Tena sio kuwahi kuingia darasani wala kuwahi kusaisha. Yaani anakutafuta pale kwenye kosa pale. Yeye hapo ndo kasimamia kucha. Umechelewa kuingia darasani. Maana sijui nywele zako zimejiviringisha anapita na mkasi. Maana sijui hujachomekea vizuri. Maana mkanda hauonekani. Sasa si ndo. Maana sijui kamba za viatu umefanyeje. Si ndo yuko kwenye kutimiza majukumu yake. Ndo hapo sasa kuna mwalimu huyo mmoja wa kiume akakamatwa na mwakiume mwenzie. Au kwenye kutimiza majukumu ndo unaonekana kihelehele tena. Inawezekana vyote. Kachezea kichapo na sasa ubaya unakuja hata walimu wenzake walikuwa wanaona anavyopochezea kichapo. Wakawa wanamtazama kichapo kizidi kuingia. Yaani hawakumsaidia. Shida inakuwa nini kwamba wanamwacha naye waone au walikuwa wanaangalia na yule mwanafunzi kamshika kamchapa kweli kweli. Yaani mpaka kamtoa damu puani, mpaka mwalimu akabidi amuombe msamaha mwanafunzi amwambie nisamee mimi nimekosa sitarudia tena usije ukaniua mwanangu. Laana hizo. Laana nyingine sio mpaka zitoke kwa mzazi aliyekuweka tumboni. Laana nyingine ndo kama hizo. Na ukimwangalia huyo baba ni baba mtu mzima huyo mwalimu. Laana hizo nakwambia. Basi mwalimu akamwomba msamaha yule mtoto, akamwambia nisamee sana sitarudia usije ukaniua, niachie maisha yangu. Kwa hapo mtoto mwenyewe akaona ndo akamwacha. Nimeweza. Lakini tena walimu walivyoulizwa nyie mbona mkumsaidia mwalimu wenzenu na mmeona anachezea kichapo kwa mwanafunzi, wakasema ndo kawaida yake ngoja afundishwe kwanza. Walimu wenzake. Shida nini? Chuki binafsi makazini au? Ndo hapo uweze jua labda yeye alikuwa anafanya nini. Ndo ninasema sasa vikierere vikizidi mwisho wa siku. Kumbe mtu mwingine hawezi kukwambia kwamba wewe unafanya kierere, ila kikuta kitu anaacha, anasogea pembeni anafanya kama hakuoni. Kumbe ili dawa iingie vizuri. Ngoja ipate kwanza. Lakini vijana ambao wanatusikiliza muda huu hapa na wako mashuleni, inawezekana leo hujapata nafasi ya kwenda shule kwa sababu ambazo ziko nje ya uwezo wako. Kabisa. Tusijichukulie basi hatua mikononi, tusiwaadhibu pia walimu. Kabisa. Walimu ni kaka zetu, maana tunajua siku hizi kuna walimu wengine wako wadogo tu. Tunaona tunalingana nao wanafunzi. Kwa hiyo walimu ni kaka zetu, walimu ni dada zetu, walimu ni mama zetu, baba zetu, bibi zetu, wajomba zetu na kadhalika. Kwa hiyo masuala bwana ya wanafunzi kuwatandika walimu sio swala zuri. Na walimu ni sawasawa na mzazi wa pili. Ndo maana yake. Yaani mzazi wa kwanza ni mama yako na baba yako, lakini wa pili ni mwalimu wako. Kwa kama unavyomheshimu mzazi wako, mheshimu na mwalimu vile vile. Inawezekana muda mchache unakaa na mzazi, lakini muda mwingi sana unakaa na mwalimu wako. Haswa unakaa na matroni wako huko, kama ni hosteli, kama ni